Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Ni wasaa habari za biashara. Mimi ni Eden Bahati, tuungane sote kuzisikia habari za biashara. Wawekezaji wakubwa mkoani Iringa wamesema serikali imefanya mageuzi makubwa sambamba na kuweka mazingira rafiki na wezeshi ambayo yamekuwa daraja muhimu la mafanikio ya kiuchumi na kuchochea ukuaji wa shughuli za uzalishaji na kuongeza ajira na kupanua wigo kwa mapato na serikali. Mageuzi hayo ni sehemu ya matokeo chanya ya maboresho ya sera na sheria za uwekezaji pamoja na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima. Clement Sanga kutoka Iringa anatujuza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Iringa, mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya Food and Beverage na Ivory Limited, Suwel Esmaili Takore, amesema serikali ya awamu ya 6 imeboresha kwa kiasi kikubwa mazingira ya kufanya uwekezaji nchini. Toka imeingia awamu ya 6, kiukweli uzalishaji wetu umekuwa na hata mazingira ya biashara katika nchi za jirani naye yamekuwa rafiki sana. Ndio maana kama unavyosikia tunapeleka Uganda, Kongo. Zamani kuna vikwazo vingi sana hata kwenye hizi mipaka yetu. Kuhusu ajira, Takore amesema kiwanda chake kimeongeza ajira maradufu katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 na kuongeza kuwa kutokana na maboresho ya mazingira ya uwekezaji na upanuzi wa soko, kiwanda hicho kinatarajia kuongeza uzalishaji wa bidhaa kwa 100% ifikapo mwishoni mwa mwaka 2026, hatua itakayochangia zaidi ajira, pato la serikali na ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Iringa na taifa kwa ujumla. Na hata ukiangalia takwimu ya ajira tulionayo kutoka 2021 na sasa hivi imekuwa kwa mara 2. Na tunapoongea sasa hivi kuna mitambo mingine iko bandarini na fitu tunategemea kuipokea Jumatatu au Jumanne na jengo liko mwishoni ukingoni. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo kutoka Iringa. Tuelekee jijini Tanga ambapo bandari ya Tanga imefanikiwa kuvuka lengo la kuhudumia shehena ya mizigo kwa 124.6 ndani ya kipindi cha miezi 6 na kuweka rekodi mpya katika ufanisi na utoaji huduma kwa wateja. Tupate undani wa taarifa hiyo. Meneja wa bandari ya Tanga Saleh Mbega amesema bandari hiyo ambayo ni ya pili kwa ukubwa baada ya bandari Dar es Salaam imehudumia jumla ya tani 130,634 za shehena kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Disemba mwaka 2025, ambapo tani 689,591 zilikuwa ni shehena ya kupakua, huku tani 341,043 zikiwa ni shehena ya kupakia. Mbali na upande wa shehena, lakini pia idadi ya meli nazo ziliongezeka. Kabla ya maboresho hayo, wastani wa meli kwa mwaka ilikuwa ni 106, 110. Lakini baada ya maboresho tuliweza kuhudumia meli takriban 456. Kwa idadi ya meli nayo ilikuwa kubwa kabisa. Lakini vile vile katika eneo lingine, sasa hivi baada ya kufunguka kwa bandari ya Tanga, watu wengi wamepata hamasa ya kuja kufanya kazi katika bandari ya Tanga. Meneja huyo amesema utendaji huo ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika kuboresha miundombinu ya bandari, ambapo jumla ya shilingi bilioni 429.1 zimetumika kuboresha gati, kina cha lango la kuingilia meli, maeneo ya kuhifadhia shehena pamoja na mifumo ya uendeshaji wa bandari. Tutaendelea kutoa huduma katika kiwango kile kile ambacho tumekuwa tukikitoa katika kila siku, kuhakikisha kwamba muda wa meli kukaa katika kusubiri, vile vile katika kuhudumiwa katika gati unakuwa ni mfupi iwezekanavyo, lakini vile vile kuweza kutoa huduma zenye ubora na ufanisi. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Asante Ezekiel Mwambopo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA imezindua mfumo wa kidigitali utakaowezesha wanataaluma wote wa NBAA kusomana na kuwasiliana kidigitali, wakiwemo waajiri, wanachama na wahasibu pamoja na wanafunzi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa bodi ya NBAA Profesa Silvia Temu ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa siku ya kuendeleza wahasibu hasa vijana NBAA Career uliokwenda pamoja na uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa wadau wa NBAA kuwasiliana. Mfumo ambao unawakutanisha sasa waajiri, wanachama wetu wa uhasibu, wanafunzi, wanazuoni katika huo mfumo ili kuweza kushirikishana mambo mbalimbali. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo mbalimbali vya uhasibu wameipongeza NBAA
kwa kuanzisha namba maalumu ya mwanataaluma itakayowasaidia katika mawasiliano ya kitaaluma. Imetusaidia kukutana na wafanisi waliobobea zaidi, kutuelimisha na kutujuza juu ya career yetu hii ya accounting. Inasaidia kukutana na watu kama hivi, alafu tunapata kitu kipya. Kwa mfano leo tumekutana na Accountants Hub ambayo ni hapo ambayo inakutanisha wahasibu wote mule. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Taarifa ya Faraja Kihongole na tuwekeni nukta kubwa kwenye habari za kibiashara. Punde Esther Mtebe atakuja hapa kutujuza habari za michezo na burudani.